William Mkapa hapa ambapo siku leo historia mpya inaenda kuandikwa na timu ya Simba pamoja na Yanga na Afrika ambapo zinategemewa kukutana majira ya saa 11 ya jioni katika dimba hili ambalo liko mbele yako mpenzi mtazamaji wa Coastal TV. Bwana, mpaka hivi sasa tunavyokuambia watu ni kama kumepoa hivi uwanjani, ni majira ya saa 4 hivi, lakini bado ile shamla ya kusema kwamba dabi zimeanza, madabi imeanza kushamiri na kuchangamka bado hazijaonekana kwa namna yake. Hii inamaanisha nini na hii inatafsiri nini? Inatafsiri ile taarifa ya Simba ambayo siku ya leo asubuhi wameiachia wakizungumzia hasa kuelekea katika dabi hii. Wameandika katika peji yao kwamba wanashukuru mashabiki wa timu ya Simba Sports Club kwa support katika mechi zao zote za msimu wa 24-25, taarifa ambayo imetoka katika peji zao za Instagram siku ya leo. Na baadhi ya mashabiki tu wako wachache sana wa Simba ni wa kuhesabika, na mageti bado hayajafunguliwa. Geti kuu, lango kuu la kuingilia timu, viongozi VIP lenyewe liko wazi likisubiri VIP na VIP waweze kuingia katika dimba hili. Uko na mimi Emmanuel Family ambaye ninakupeleka moja kwa moja katika taarifa za kina ambazo zinahusu mchezo huu siku ya leo. Tutakuwa hapa tumetia nanga kutokea siku ya jana leo mpaka siku ya jioni ya leo tutapomaliza zoezi hili ambapo tutamtambua bingwa wa mchezo huu ama bingwa wa ligi ya NBC atanyanyuka akitokea wapi. Tazama dimba la Benjamin, baadhi ya viongozi na magari yanaingia, hatujafahamu ni kiongozi gani. Baadhi ya viongozi wa Yanga wanaingia katika dimba hili la Benjamin William Mkapa. Tunasubiria kwa hamu sana kuweza kuitazama mechi hii, japokuwa imekuwa na vikwazo kadha wa kadha. Tukishuhudia Simba Sports Club mpaka hivi sasa bado hawajaposti katika peji zao, na watu wana hamu kubwa sana kuiona Simba ikiposti, walau hata ikiandika ikisema kwamba tutakuja basi, ila mpaka sasa hivi tunavyoongea hivi sasa Simba hawajaposti chochote, na mpaka hivi sasa bado hawajasema kwamba watakuja. Tutapata wasaa kuzungumza na baadhi ya mashabiki, hususan mashabiki wa timu ya Simba Sports Club, watuelezee kwa kina baadhi yao kama wanaiunga mkono klabu yao siku ya leo kwa kuja ama kutokuja, ili kuweza kufahamu hasa kama Simba watatia miguu. Na nikwambie tu ulinzi na usalama hapa uwanjani umeimarishwa kwa kiasi kikubwa. Tazama jeshi la polisi la Tanzania wakizidi kupeana ama nikisema wakizidi kutoka kuimarisha ulinzi unaoendelea hapa, na baadhi tu ya viongozi wameingia, baadhi ya viongozi lakini na Dar es Salaam Africans baadhi yao wameanza kuingia, baadhi ya viongozi wa TFF na ligi na bodi ya ligi wamekuwa wakiingia katika uwanja huu, ikimaanisha kwamba mchezo huu uko kihalali na mchezo huu upo kisheria, na Simba tu kama wanavyosema Yanga dabi ina kipengele, basi Simba wasije na kipengele. Kwa hiyo tusubiri tu, tazama baadhi nani wanaingia, viongozi wa baadhi wanaingia katika dimba hili hapa kushuhudia mchezo wa Dar es Salaam Africa pamoja na Simba Sports Club. Tusubiri tuone baadhi kile kitakachoendelea siku leo. Mimi ni Emmanuel Family wa Coastal TV, tu pamoja. Hili ya dabi. Hapo wa Yanga. Yanga Africans. Lakini kuna sitofahamu ambayo inaendelea, ni kama mnyama hataleta timu. Na wewe umetoka Same kuja kushuhudia dabi. Kuna wasiwasi katika hili? Mimi sina wasiwasi. Mimi sina wasiwasi, tunakuja uwanjani kama kawaida mjomba. Tunasikilizia kwamba wataleta timu zao au ndio hivyo watafanya mafigiso yao kama ya nyuma leo yafanya. Sisi tarehe 8, tarehe 15, sawa, na leo tarehe 25. Wasipocheza ubingwa watukabidhi. Watukabidhi ubingwa wetu. Ndugu yangu. Uko tayari kwa ajili ya dabi? Niko tayari kwa ajili ya dabi. Hapana, mimi nitaogopa nini? Sisi tuko vizuri mjomba. Tumejipanga. Tumejiamini, hata tunajiamini 100% mjomba. Kabisa ndugu yangu. Wanasema wana mpanzo. Mpanzo na nani? Mtu wa kawaida tu yule bro. Mpanzo na kibisa wala. Wale ni watu wako. Mbona walifungwa na Singida 3 bro? Mbona Singida wale Singida waliwafunga Simba 3 rafiki yangu. Sisi tuwaogope wale wana nini? Hawana lolote mjomba. Yaani sina wasiwasi, mimi najiamini 100%. Jambo jema zaidi tunaona bwana katika uwanja huu kufanya mazoezi ya mwisho kama ilivyo ada. Ni kama wanaogopa pia, unaweza kusema hivyo?
ni uoga wao tu, lakini wangekuja hata kufanya mazoezi hapa ingekuwa nafuu kidogo ndugu yangu. Tunachukua sisi kombe la kwetu bro. Hili kombe la Yanga. Tena tunawapiga goli 2 kavu. 2 kavu Maana kwamba wao wanahitaji sare. Sisi tunahitaji sasa, tukitoka sare tumechukua ubingwa. Bila shida yoyote. Tukitoka sare tumechukua ubingwa kaka. Lakini wewe ndio ulikuwa kwanza kabisa kuzungumza kwamba hamchezi. Leo mmekubali. Tumekubali kwa sababu ni rais wa nchi ndio ameongea. Sema ichezwe tarehe 25 na tunamsikilizia leo kwamba Mama Samia kwamba ni kweli kama itachezwa tutashuhudia hapo uwanjani. Wasipokuja vipi tena itakuwaje hapo? Wasipokuja ni inshallah ni mpaka mwakani tena. Inshallah na ubingwa tunapewa. Pointi 3 wananyang'anywa anapewa Yanga. Tayari kabisa wanakuwa tayari kupata pointi 3. Tumekataa kuja bwana. Pointi zinakatwa. Iwapo Young Africans yakatwa hata pointi 1 kitaeleweka. Wao nafikiri watachukulia kirahisi ya kukatwa pointi 3. Kupata pointi 3 sasa hayo ni mambo tuachie mambo ya nania wa FIFA wenyewe. Ndio wana uamuzi. Sio sisi, ni wale wenyewe wana uamuzi kwamba wao wamekataa kuja uwanjani, ubingwa watampa nani? Tuachie FIFA wenyewe ndio wana uamuzi mjomba. Kwa wale mashabiki ambao bado wako nyumbani Young Africans unawaambia nini? Mimi nawashauri watu wangu wa Same wawe na amani tu. Nakwambia ubingwa tunachukua. Yani bila shida yoyote tunampiga goli 2 kavu. Hata kaamini yani Simba. Kwa hiyo wale ambao wako nyumbani wasije. Yani wale ambao wako nyumbani na washauri mashabiki zangu wa Yanga hapo Same, kama mnanisikia jamani na mtaniona, ubingwa tunachukua. Mimi ndio nimezungumza hapa, mimi John Omari kutoka Same. Ubingwa? Tunabeba bila shida yoyote. Ubingwa unakuwa mtamu zaidi ukimfunga kabisa ndugu yangu. Yani kabisa ndugu yangu. Ndio maana nimewaahidi mashabiki wa Same. Kaeni ubingwa tunachukua. Sawa. Bila shida yoyote. Bwana nikushukuru sana ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru sana.